Washtakiwa wanne wakiwemo raia wawili wa China wanaodaiwa kuwa wamiliki wa kampuni ya uchimbaji madini ya Sunshine iliyopo wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya pamoja na raia wawili wa Tanzania wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya wakikabiliwa na jumla ya makosa 254 yakiwemo kuunda genge la uhalifu wa kiuchumi na kukwepa kodi inayodaiwa kuzidi shilingi bilioni 3. Akiwasomea hati ya mashtaka, wakili wa serikali mwandamizi Achiluz Mulisa amesema washtakiwa hao wanadaiwa kutoa risiti zisizo sahihi baada ya kuuza dhahabu yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 24 huku akitoa risiti zinazoonyesha mauzo ya takriban shilingi bilioni 20. Pamoja na makosa mengine yanayohusiana na biashara ya vifaa vya kuchenjua madini ya dhahabu na kushindwa kuwasilisha taarifa za kodi kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Wakili Mulisa ameieleza mahakama kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado haujakamilika na unaendelea kufanyika. Kwa upande wake, hakimu mkazi Zawadi Laiza amesema mahakama hiyo haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhujumu uchumi, hivyo washtakiwa hawatatakiwa kujibu chochote kuhusu mashtaka yanayowakabili. Washtakiwa wote walinyimwa dhamana na kurudishwa mahabusu, huku kesi hiyo ikihairishwa na kutajwa tena Julai 2 mwaka 2026. Dickson Chiduo ni afisa mwandamizi kutoka kitengo cha upelelezi wa kodi Nyanda za Juu Kusini. Mamlaka ya mapato Tanzania kupitia kitengo cha upelelezi wa kodi Nyanda za Juu Kusini ikishirikiana na ofisi za TAKUKURU imebaini makosa ya kikodi yaliyofanywa na kampuni ya Sunshine Mining Limited kwa kushirikiana na watuhumiwa wengine 4 na kupelekea upotevu wa mapato serikalini kiasi cha shilingi bilioni 3,798,464,547 na senti 75. Labda mngependa kujua Sunshine Mining Limited ni kampuni gani? Ni kampuni inayojishughulisha na madini. Ilikuwa based Chunya. Kampuni hiyo ilisajiliwa Tanzania na inamilikiwa na watu 3, wote ni raia wa China. Mnamo mwaka 2022 kampuni hiyo ilisitisha operations zake, na kutokana na taarifa za kiuchunguzi tulibaini yafuatayo. Kampuni ya Sunshine mwaka 2022 iligush slipu ya benki, na matokeo yake ikajipatia tax clearance bila kulipa kodi. Kwa kufanya hivyo, kampuni hiyo iliweza kuhamisha baadhi ya mitambo yake ambayo ilikuwa na msamaha wa kodi kwenda kwa kampuni nyingine. Kampuni hiyo iko based Geita. Inatambulika kwa jina la Tatu Genge. Extech Limited. Na mnamo mwaka 2024 tena kampuni hiyo iliuza baadhi ya mitambo yake yenye thamani ya bilioni 6. Mitambo hiyo iliuziwa kampuni ya Mdim Investment Limited, na mitambo hiyo ilikuwa na misamaha ya kodi.
lakini mauzo yanayotokana na mitambo hiyo yaliingizwa kwa watu tofauti tofauti ambao hayakupita kwenye akaunti za kampuni. Lengo la kufanya hivyo ni kuficha mauzo waliopata kutokana na mitambo hiyo, na hivyo basi kutokuitaarifu Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa mauzo hayo. Na mitambo hiyo ilikuwa ina misamaha ya kodi, na mitambo hiyo haikufuata taratibu za kiforoza ili kuweza kulipa kodi hiyo kabla ya uhamisho wa mitambo hiyo kwenda kwa mmiliki mwingine tofauti. Hivyo basi makosa hayo kwa pamoja yakapelekea upotevu wa mapato serikalini. Pia kampuni hiyo ya madini iliajiri raia wa Kichina kama expatriate kwenye shughuli zake, lakini kwa bahati mbaya mikataba yao ya ajira ilikuwa inaonyesha kwamba wanapata mishahara mikubwa, lakini kwenye return walizokuwa wanafaili kila mwezi kuja TRA ilionekana kwamba wanapata mishahara hao expatriate midogo mno. Hivyo basi kuinyima serikali mapato yake. Na kwa maana hiyo jumla ya makosa ambayo waliyafanya au charges ambazo wanazifesi hao mabwana ziko 254. Na kwa maana hiyo ningependa nitoe rai kwa walipa kodi, wananchi, lakini pamoja na umma kwa ujumla kuzingatia sheria za kodi. Kukwepa kodi ni kosa. Kwa hiyo ningeomba wananchi wasishiriki katika ukwepaji kodi. Wafanyabiashara watoe risiti sahihi na halali kwa kila kinachouzwa, na wafanyabiashara wote kwa pamoja kujitahidi kufaili return za kila mwezi, na kwa kufanya hivyo itaisaidia serikali kupata mapato na kuiwezesha serikali kufanikisha shughuli zake za maendeleo ikiwemo maji, afya, elimu na miundombinu.